Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Hizi ni sentensi mbili, ambayo sentensi ya kwanza, tazama mwana kondoo wa Mungu, ni sehemu ya Injili, na tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako ni sehemu ya wimbo wa katikati. Ndugu zangu, katika Jumapili hii ya leo, ni Jumapili ambayo imetupa masomo mazuri sana, yenye mwaliko mzuri sana katika kutafakari neno la Mungu ambalo linatoka Isaya sura ya 49 aya ya 3, ya 5 mpaka ya 6, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorintho sura ya kwanza mpaka ya 3, na Injili kutoka kwa Yohane sura ya kwanza ya 29 mpaka ya 30 na 33 mpaka 34. Kabla tujaendelea kuona huu mwaliko unatuitaje, kwa nini tuonyeshwe mwana kondoo wa Mungu na tuwe tayari kwenda kuyafanya mapenzi ya Mungu, ningependa kutoa mfano mmoja. Kwa tunafanya utume katika high prison, haya magereza makubwa, kwa tunaenda kuwatembelea wafungwa wale ambao wamefungwa muda mrefu. Mimi nimekutana na experience kubwa sana, na nikaona kweli tunadaiwa kuwa tayari kusema tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Mfano wa kwanza ambao naweza nikautoa tu hapa kwa ufupi, nilipoenda nilikutana na mtu ambaye ni Mkristo na Mkatoliki mwenzangu. Hataki kusikia neno la Mungu. Japo magereza kuna watu wengi wanateseka, wanafanyaje, wanaamini Mungu. Wewe sasa hivi ukiwa unahangaika, uko shida, uko free, lakini umekata tamaa kwa Mungu. Kuna watu hapo gerezani wamekaa miaka mingi, lakini wanajua Mungu yupo na wanamsifu. Lakini kuna wengine ambao wanateseka hapo kwenye taabu. Huyu mmoja ambaye anamleta, nilikutana naye, ana miaka 10 gerezani. Ananiambia, utaniambiaje Mungu? Unakuja kuniambia kitu gani? Mungu ni nini? Nimefungwa miaka 10. Haijaishia hapo, mke wangu baada ya kusubiri sana sipati haki, miaka 6 kaamua kuondoka, kaolewa. Watoto wangu wapo wanatunzwa na kakaangu, mke wao anawanyanyasa, wanapata shida. Mimi niko huku nimesali sala zote, ndugu zangu wamesali sala zote, lakini Mwenyezi Mungu huyo naye msema kwamba Mungu wa haki, huyu ambaye ni mnyenyekevu, unasema ni mwana kondoo wa Mungu, hawezi kunisaidia. Utaniambia nini? Mungu wako amenisaidia nini mimi katika taabu? Na kesi yenyewe ni ya kusingiziwa, kwa sababu anayejua ushahidi ni yeye Mungu mwenyewe na wale watu walionisingizia. Kwa nini asiwafanye hao watubu? Kwa sababu ni mwana kondoo wa Mungu aondoe dhambi za ulimwengu. Asiwafanye hao watu watubu na mimi akanifanya niwe free. Ndugu zangu, nami nimeona kwamba hapa ndipo ninapoweza kutolea mfano. Sisi ndo tunaoitwa katika hawa watu kwenda kuwaambia kwamba huyu mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia ni mwana wa Mungu na ni Mungu kweli, kama Yohana anavyotuambia katika Injili ya leo. Yohana anaanza na maneno mazuri, anamalizia na maneno mazuri. Anasema, nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa ni mwana wa Mungu huyu ambaye amemtangaza kama tazama, amempoint kama mwana kondoo wa Mungu. Haya maneno ambaye anasema kwamba nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa ni mwana wa Mungu, ndio tunaalikwa leo, ndio tunaitwa wote tuseme na walio katika shida ngumu, walio katika taabu, au walio katika furaha za kupitiliza na kumsahau Mungu kwamba yupo, kwamba Yesu yuko na wewe. Kwanza Injili ya leo inatupa kitu kipya kabisa ambacho Injili pacha, yani Synoptic Gospels ya Mathayo, Marko na Luka hazitupi. Zenyewe zinamuonyesha Yohane Mbatizaji kwa kazi mbili. Ya kwanza, kazi ya kuandaa njia ya Bwana, kutayarisha matayarisho ya Bwana, kumwandalia Kristo njia ili aweze kupokelewa, ambayo tulisikia sana katika Majilio, tengeneza njia ya Bwana apite. Lakini kazi ya pili ni kubatizwa. Yohane ni kwenda kumbatiza Yesu, huyu Kristo ambaye anazaliwa na Mungu. Katika ubatizo zinatuonyesha kwamba alijidhihirisha katika yeye kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na Roho akashuka juu yake. Lakini katika Injili ya Yohane ya leo, Yohane mwinjili anaongezea kitu kwa Yohane Mbatizaji, kwamba Yohane anashuhudia kwamba Roho alishuka na akakaa juu yake, kuonyesha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Roho anakaa juu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini mwinjili Yohana anaongeza kazi ya tatu ambayo tumeisikia hapo mwishoni, kwamba
sasa anashuhudia. Ni baada ya ubatizo Yohane, je, alifanya kazi gani? Ndo kazi hiyo ya tatu. Yohana hakubaki pale pale, aliendelea na kutangaza neno la Mungu. Akumwandalia Yesu tu nafasi na kumbatiza alafu akarelax. Aliendelea kushuhudia, kumshuhudia Kristo. Huyo Kristo nilombatiza, huyo ambaye nilimtangaza ni nani? Ana confirm sasa kwamba kwa macho yake na kwa moyo wake anashuhudia kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Na sisi ndo mwaliko huu ambao tunaitwa kupeleka kwa watu, kutangaza mapenzi ya Bwana. Ndo haya mapenzi ya Bwana, kuwaonyesha watu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu na yupo katikati yetu. Neno lililotumika katika lugha ya asili ya Kigiriki, martyrion au witness au martyr, means kifo dini au shahidi au ushahidi uliotumika. Sio neno tu la kawaida la ushahidi. Martyrion maana yake ni kifo dini, ambayo kanisa tangu mwanzo imekuwa ikijulikana kama ubatizo wa damu. Na hivyo ndivyo wote tulivyoitwa na tunavyokumbushwa leo. Tulisikia, tukaitwa, tukakubali na kuamini na kubatizwa. Na kwa sababu ya kuamini kwetu tulibatizwa. Iweje sasa? Wazungu wanasema so what next? Wewe baada ya kubatizwa. Ndio hiyo tunapewa kazi ya Yohane leo. Aliendelea kumshuhudia, sio tu kwa maneno, kwa maisha yake. Ndio maana anasema mimi. Kumbe baada ya kutazama mwana kondoo wa Mungu huyu, ambaye huwa tunaitikia kwa maneno ya unyenyekevu, si stahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na moyo wangu utapona, ambayo tutakuja kuitafakari pale mbele. Yanatupasa kuwa tayari kusema mimi hapa, tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Ndio mwaliko mkuu wa siku ya leo. Tunaweza kujiuliza, mbona kama tunarudishwa nyuma kwenye ubatizo? Hapana, tunakumbushwa wajibu wetu ambao ni wa kutangaza neno la Mungu. Je, tunawezaje? Yohane anatudhihirishia kwamba inabidi tufanye kwa kuishi ubatizo, kuishi kwa haki na kutenda yale yanayomfanana na Kristo ambaye ni mwana kondoo wa Mungu. Tusiseme hatuhusiki sisi, kwa sababu injili zote ya Mathayo, ya Luka na Marko zinatuonyesha baada ya ufufuko wa Yesu, hao wanafunzi wanatumwa kuwafanya watu wote kuwa wanafunzi wa Yesu. Sisi wote kwa ubatizo tunafanywa kuwa manabii, wafalme na makuhani wa kutangaza neno la Mungu. Ndio maana ubatizo unatupa hizo ofisi tatu ili tuweze kuishi huu ushuhuda. Wote wanavyotuambia hivyo hivyo, hata katika maisha yetu ndivyo tunavyoitwa na sisi leo hii kushuhudia, kila mtu katika nafasi yake. Kwa hiyo ni wajibu, sio hiari. Tunaposema kwamba nimekosa mimi kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu, tukumbuke, je, sisi tunatimiza hiyo sehemu ya kuwa washuhuda katika maisha yetu yote? Kila sehemu tunaitwa kufanya mapenzi ya Bwana. Nitoe mifano ambayo tutaishije huu ushuhuda. Tusifikirie kwenda hata kuhubiri, sio kwamba hatupaswi kuhubiri, lakini katika maisha ya kila Mkristo leo tunaitwa kushuhudia, kuwa mashahidi wa huyu mwana kondoo wa Mungu. Kwa mfano, je, unaweza ukajiuliza, mimi napeleka neno la Mungu, neno la faraja, kwanza nalisoma ili nilielewe na nilipeleke kwa watu ambao wamekata tamaa ili liwatie faraja. Lakini kabla sijalipeleka inabidi mimi mwenyewe niwe convinced kama Yohane kwamba mimi ninaamini neno la Mungu ni faraja. Je, mimi neno la Mungu nikilisoma ni faraja kwangu ili niweze kulifanya liwe faraja kwa wengine? Jambo la pili, wahudumu katika sehemu mbalimbali. Nitatolea mfano mmoja tu. Kwa mfano, wahudumu wa taasisi za afya, madaktari, manesi. Hawa kama we ni Mkatoliki, je, unajishughulishaje kuiishi hiyo imani yako kwamba ikitokea kuna hatari ya mtu kufa nitampa huduma gani? Au mtoto mchanga amezaliwa, je, ulishajifunza formula ya kubatiza kwamba mtoto akitaka kufarika ni Mkatoliki mwenzangu naweza nikambatiza mimi mwenyewe? Je, sisi wachungaji ambao tunajua tuna manesi wetu, tuna madaktari, tunawafundisha huo wajibu kwamba mtoto anayehudumiwa na nesi au daktari wa Kikatoliki asife hivi hivi, aweze kuchukua initiative za kumbatiza, kwa sababu kazi ya kubatiza, kazi hiyo tunashirikishwa ukuhani, ni ya kila mtu yoyote yoyote yule, hasa sisi wabatizwa, pale ambapo mtoto yupo kwenye hatari ya kifo. Je, sisi tuko tayari au mtoto anatufia tu hivi hivi?
au pengine hata asipokufa lakini kumpa hiyo huduma, tuko tayari? Swala jingine, waliodumu katika ndoa kwa muda mrefu, utafanyaje mapenzi ya Mungu ipasavyo? Kwa mfano, unaona mtu amekaa kwenye ndoa miaka 40, mfundishe anayeteseka, anayeomboleza, anayeishi kwenye gereza la familia la ndoa. Mwambie wewe ulifeli wapi, mwambie wewe ulifaulu wapi, mwambie wapi uliwezaje kutoboa. Cha ajabu kabisa sasa hivi tunachokikuta, watu wanashindwa kuishi kwa kufanya mapenzi ya Mungu. Unakuta mtu kaishi kwenye ndoa miaka 40, anakaa na mtu ambaye ameishi kwenye ndoa miaka 3, kumteta mtu ambaye amekaa kwenye ndoa miaka 10 na ameshaiona ndoa kuwa chungu. Tuwe wahubiri, tuwe mashuhuda wa Kristo, kuwa washauri, kuwatia moyo, kuwaongoza kwamba hiki usifanye, tusiwaone tunakuacha. Jambo jingine, mfano mwingine, walio katika addictions, walioathirika wa mambo mbalimbali, tunachukua nguvu gani kuwafikishia neno la Mungu au kuonyesha kwamba inawezekana? Wale waliopo katika addictions za ulevi, uasherati, mambo ya kubeti, kamari sasa hivi ni ugonjwa wa kuathirika unaoathiri watu vibaya sana. Je, tunawasaidia kuonyesha kwamba inawezekana? Waathirika waombea mtu muda wote, siku nzima anaongea vitu visivyo vya maana. Je, familia zetu, nyumba, taasisi unapofanya kazi, umeifanya kuwa kanisa la Mungu, kuwa nyumba ya Mungu, kuwa sehemu ya Mungu? Paulo ametuita katika somo la pili leo linavyoanza pale kwa Wakorinto sura ya 1 aya ya 1 mpaka 3, Wakorinto wa kwanza, kwamba naitwa kuishi huu ushuhuda wetu katika mazingira ya kawaida kabisa, mazingira ya nyumbani, mazingira ya kazini, mazingira ya mijini, mazingira ya vijijini, mazingira ya kwenye tunayo yazunguka. Na ametuonyesha kwamba hii inawezekana. Kabla hatujaingia kwenye hili somo la kwanza kabisa, nabii Isaya ametuambia kwenye sura ya 49 aya ya 2 kwamba sisi ni watumishi ambao tuko na tumeandaliwa vizuri kuhubiri neno la Mungu. Paulo anadokea hapo anasema, cha kwanza, nyie ambao mmetakaswa katika Kristo. Minzi sisi anatuita tumetakaswa kwa ubatizo wetu. Na akasema mmeitwa kuwa watakatifu katika yeye. Tumeitwa kuwa watakatifu maana katika Kristo mwenyewe, kwa kuishi maisha masakramenti, kwa kujiimarisha. Na anaonyesha tupo na yeye, tupo na Kristo. Anasema hivi, watu wa Mungu watu wa Mungu waliokusanyika katika Kristo kama warithi au wale wa ahadi walioahidiwa zile ahadi. Ndio hapo ukija kuangalia mazingira haya ambayo Paulo anayasema katika familia, katika nyumba, katika miji, ndio picha kwamba wanapokusanyika watu wa Mungu sehemu yoyote ile, pale ni kanisa, ni watu wa Mungu. Hii picha ya kanisa tunaipata kuanzia kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 6 aya ya 7, Yeremia sura ya 7 23, Warumi sura ya 16 aya ya 5, Wakolosai sura ya 14 aya ya 15 na sehemu nyingine nyingi. Hivyo tunaitwa kuishi, kutembea, kufanya kazi, kukaa na watu katika mkao wa kanisa. Kanisa likiakisi kwamba tunapokaa tunazungumza neno la Mungu, tunafanyaje? Mungu yupo katikati yetu, na hilo ndo mwanzo wa kanisa, na hiyo ndo picha halisi. Kanisa kwa maana nyingine, kwa picha hii, ni pale alipo Mungu, alipo mwana kondoo wa Mungu. Maana yake mahali popote tuonyeshe uwepo wa Mungu, uwepo wa Kristo, ili watu waweze kuona ushuhuda katika sisi na kutuamini na kutupenda kama tunavyompenda Kristo. Na tuwe na kitu cha point kama Yohana Mbatizaji. Yohana hajasimama tu hivi, amesema tazama mwana kondoo wa Mungu. Wewe leo hii pointi yako unayoweza kuonyesha watu kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu ni ipi? Leo mwana kondoo wa Mungu ambaye tunaweza tukampoint, wapendwa, ni kuishi maisha yetu ya ushuhuda. Je, tunapoomba tukatendewa mema, tunawashirikisha wengine siri ambazo za mafanikio, kwamba tumetoka kwenye sala? Ulikuwa unagombezwa katika familia na mume wako baada ya kusali novena za Mtakatifu Rita wa Kashia, Mtakatifu Monika, ukaondokana na hiyo, unakaa na wenzako kuwaonyesha. Huko ndo tunapoitwa leo, kuonyesha kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu. Umefanikiwa katika biashara zako, umeanzia kwenye karanga, ukaongeza mtaji, ukaanza kununua nafaka. Sasa hivi ni msambazaji mkubwa wa nafaka.
unakaa chini kuwaonyesha watu kwamba hivi ni Mungu sio mimi. Huo ndo ushuhuda, ndo tunaitwa leo tuonyeshe, tazama mwana kondoo wa Mungu aondoe dhambi, ndo kanitendea. Na hiyo ni point ya humility, ya unyenyekevu ambayo leo hii tumeonyeshwa na Yohana. Yohana ameanza na muonyesha Yesu kama mwana kondoo wa Mungu. Mwishoni anakuja kumuonyesha kwamba huyu ni mwana wa Mungu. Sio kwa bahati mbaya. Ni kwa lengo nini? Ili tuweze kumtambua Yesu kama Mungu, na ili aweze kututendea katika maisha yetu na tuweze kumuishi na watu waweze kutuamini. Maana yake mwana kondoo kwanza, picha ya kwanza ndo picha ya kondoo ni mnyama alikuwa anatolewa sadaka kwa ajili ya maondoleo ya dhambi. Kwa hiyo hili kwanza aweze kutoa katika makando kando yetu, katika shida zetu. Lakini cha pili, mwana kondoo ni ishara ya unyenyekevu, kwamba kutoka kuwa mwana wa Mungu mpaka kufananishwa na kondoo. Na sisi ili tuweze kushinda kuwa mashahidi wa kweli, kuweze kuishi ushuhuda na kuweza kuimba vizuri, ndipo niliposema tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Kivipi? Lazima tukubali kuwa wanyenyekevu, ili sisi tukisha nyenyekea tuweze kukwezwa. Ndio maana tumefundishwa hata katika barua ya Mtume Petro kwa watu wote, nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu wa enzi ili aweze kutuinua wakati unaofaa. Kwa hiyo unyenyekevu tunakuja kuona ndo siri kubwa ya mafanikio haya. Kwa hiyo tuweze kuishi ushuhuda hata kwa kuwashirikisha mafanikio wenzetu, ili hiyo ndo iwe point. Lakini swali jingine linalofuata, je, wewe ni point pia ya kuonyesha kwamba wewe ni sura na mfano wa Mungu? Wewe ni shahidi, unaishi ushuhuda wako, unafaa kabisa kuonyesha watu kwamba mimi nao ushahidi wa Kristo katika maisha yangu. Kwa hiyo tumuombe Mungu atuongoze huyu mwana kondoo wa Mungu aweze kutufanya tuwe vyombo vyake, ili tuweze kumtazama na kwa unyenyekevu kwamba sistahili uingie kwangu wakati wote, ila sema neno tu na roho yangu itapona. Bwana wabariki na awajalie nyote upendo wa kweli wa kumuona mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za ulimwengu, lakini pia na kusema tazama nimekuja kuyafanya mapenzi yako.